السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Naam, ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kumtakia sala na salamu kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walillahi alhamdu. Leo kwa mara nyingine tena, katika muda mwingine tena, katika muendelezo wa durus katika darsa ya tauhid, ambapo tupo katika kitabu at-tauhid. Katika darsa iliyopita, madurus zilizopita, tulikuwa tukizungumzia makatazo kunako wale wanaoenda kufanya ibada katika makaburi, kitu ambacho kinapelekea mpaka wao kuingia kuyaomba ama kuabudu makaburi ama kuabudu maiti wale wafu waliokuwa humo. Tukaona pia ubaya wa jambo hilo pamoja na makatazo yake kwa mujibu wa dalili ambazo tuliweza kusimama nazo. Sasa leo biidhnillah tutaingia katika mlango mwingine, mlango muhimu sana watu kuweza kufahamu, na biidhnillah ta'ala tajitahidi kwa kadri ya uwezo kuelezea kwa mujibu wa dalili. Nao ni mlango kama alivyoweka hapa al-muallif al-allama Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, anasema babu ma jaa fi sihri. Mlango unakwenda kwa jina la yale yaliyokuja kunako uchawi, yale yaliyokuja kunako uchawi. Leo biidhnillah tutasimamia hapo ama tutaingia hapo hasa katika kufahamu uchawi. Ma jaa fi sihri, yale yaliyokuja katika uchawi. Ma jaa ay min alwa'id wa bayani munafatihi litawhid wa takfiri fa'ilihi, yale yaliyokuja katika makemeo na maonyo juu ya kunako kufanya jambo hili la uchawi, yaliyokuja katika maonyo na yale yanayotengua tauhid, na yule mwenye kufanya uchawi anakuwa amekufuru moja kwa moja, anakuwa ni kafiri. Yani yule mchawi anakuwa moja kwa moja ni kafiri, kama tutavyoona kwa mujibu wa dalili min alkitabi wa sunna. Kwa hivyo leo tutazungumzia kunako uchawi, tukianza moja kwa moja katika taarif, yani maana ya uchawi. Asihru, uchawi. Fi lugha, tukianza kutafsiri uchawi katika lugha ya Kiarabu, yani uchawi katika lugha ya Kiarabu, anasema ya ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu. Ukisikia neno uchawi ama ukisikia neno asihru, uchawi katika lugha ni kile kitu ambacho ama ni jambo ambalo lililofichikana ama lililojificha na ikawa sababu yake haijulikani. Jambo ambalo limejificha na sababu yake haijulikani. Kwa lugha
tunasema hiyo ni uchawi ama hiyo ni sihri, ni kilugha, kama ilivyokuja katika hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna min albayani la sihra, hakika katika baadhi ya maelezo ama baadhi ya ubainifu kuna nini, kuna uchawi ndani yake, yani mambo ambayo yamefichikana haijulikaniwi sababu yake. Nafikiri tunafahamiana hapo katika maana ya uchawi kilugha. Na leo insha Allah, ili tuweze kufahamiana kwa uzuri, tutatumia vitabu viwili na vyote ni katika sharhi za kitabu Tauhid. Nafikiri inafahamika, huwa tukitumia katika sharhi ya kitabu Tauhid, hii sharhi ya al-Mulakhas fi sharh kitab Tauhid, ambayo ni sharhi ya al-Imam Sheikh al-Fawzani hafidhahullah. Sasa pia leo tutatumia sharhi nyingine ya kitabu Tauhid, ambayo hii ni sharhi ya yeye mwenyewe Muhammad bin Abdul Wahhab, inafahamika kwa jina la Fathul Majid li sharhi kitab Tauhid. Tutatumia zote, lengo ili tuweze kuelewana kwa uzuri zaidi. Malengo ni watu tuweze kuelewa kwa uzuri zaidi. Naam, katika maelezo pia ya kuendelea kubainisha sihri, uchawi, baada ya kushakuelewa maana ya uchawi kilugha, kwamba ni jambo ama ni kitu ambacho kimefichikana na haijulikaniwi hasa sababu yake ni nini. Tukija sasa katika qala Abu Muhammad al-Qadsi fi al-Kafi, anasema Abu Muhammad Qadsi katika kitabu al-Kafi, as-sihru, uchawi. Sasa hapa akiwa anaelezea uchawi shar'an, yani kisheria, uchawi ni nini? Anasema azaimun wa ruqan wa uqadun tuathiru min alqulubi wal abdan. Uchawi kisheria ni azaim, maneno ya uchawi. Yaani kuna maneno fulani hivi yakatamkwa ikichawi, wenyewe wanasema kuna spells maalum zinatamkwa. Sasa yale ni maneno ya kichawi, waruqan, na mazinguo yale ambayo yanafanyika pia nayo ya kichawi, ya kisihri, wa uqadun, na vifundo ama vifundo ambavyo tuathiru fil qulubi wal abdan, ambayo yanakwenda kuathiri ama ni yenye kuathiri maneno hayo ama mazinguo hayo ama vifundo ama vifungo hivyo vyenye kufungwa, tuathiru alqulub wal abdan, yanaathiri moyo wa mtu, yanakwenda kuathiri moyo wa mtu, ima kwa kupenda ama kwa kuchukia, wal abdan, na kuathiri nini, mwili, kwa kupatwa na maradhi au mpaka kupelekea mtu kufa kabisa. Fayumridu wa yuqtal, uchawi unamfanya mtu akaumwa akapata maradhi akawa ni mgonjwa kabisa, au pia vile vile wa yuqtal, uchawi pia ni sababu inapelekea mtu kufa kabisa, ni sababu ya kuua kabisa, mtu anakufa. Yote hii ni kwa sababu ya nini? Ya uchawi. Pia vile vile miongoni mwa kazi za uchawi, wa yufarriqu baina almar'i wa zawjihi, uchawi pia ni wenye kumfarakanisha mtu, wenye kumtenganisha mtu baina yake yeye na mke wake, au ni baina ya mke na mumewe, pia ni kazi ya uchawi. Qala Allah Ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu al-Baqara, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina al-mar'i wa zawjihi, na wanajifunza kwa hao, kupitia kwa hao wawili wale waliokuwa wakiwafundisha watu uchawi, Haruta wa Maruta, wanajifunza kupitia hao watu wawili yale ambayo ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji. Kwa hivyo miongoni pia mwa sababu kubwa kabisa za kumtenganisha mtu na mkewe ama mke na mumewe ni nini? Wachawi pia ndio kazi yao kubwa hii, ama uchawi pia ndio kazi yao kubwa hii. Waqala subhanahu, na anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa min sharri naffathati fil uqadi, na hii ikiwa ni aya iliyopo katika suratul Falaq. Allah subhanahu wa ta'ala katika maneno yake katika sura hii akitaka watu wajikinge, ama ikiwa pia ndio tiba, kama tutavyoona huko mbele ziliposhuka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa min sharri naffathati fil uqadi, yani
jilinda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na shari za wenye kupuliza katika vifundo, yani as-sawahira allati yaqidna fi sihrihinna. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akikusudia wale wachawi wa kike, wale wachawi wanawake ambao walikuwa wakifunga vifundo katika uchawi wao, wayanfuthna fi uqadihinna, na wakiwa ni wenye kupuliza ndani ya mafundo hayo. Kwa hivyo uchawi upo, jambo la kuweza kufahamu hili, uchawi upo. Hapa anasema Sheikh, walaula anna lisihri haqiqatan, lau kama uchawi usingekuwa lau kama uchawi ungelikuwa si jambo la hakika, lam ya'mur bil isti'adhati minhu, Allah subhanahu wa ta'ala asingeamrisha watu wajikinge na uchawi, kuonesha kwamba uchawi ni kitu kipo, yani ni hakikatan uchawi upo. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaamrisha watu wajikinge na uchawi katika suratul Falaq. Pale tunaona Allah miongoni mwa isti'adha na miongoni mwa kinga ambazo amemtaka mja wake ajikinge, wa min sharri nafathati fil uqadi, anajikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na shari za wale wenye kupuliza vifundo, wale wachawi. Kuna wachawi kazi yao ni kufunga vifundo na kupuliza. Tunaona hata baadhi ya watu wanasema wamefungwa, ama kuna uchawi mtu amefungwa mahali, ima hawezi kuzaa, hawezi kupata mtoto. Hivi ni vitu vipo, hivi ni vitu vipo kabisa hakikatan, na ndio maana tukatakikana sisi tuweze kujikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na shari hizi za uchawi. Ni vitu ambavyo vipo. Mtu anaweza akafungwa kabisa asiolewe, ama akafungwa kabisa asizae, ama asifanikiwe, ama kama ni mgonjwa asipone, kama tutavyoona huku mbele. Na haya yalimpata mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ni vitu ambavyo vipo, lakini tufahamu vipo, wama hum bidharrin bihi min ahadin illa biidhnillah. Vipo sawa, tunakubali vipo, lakini tunaamini hauwezi kumdhuru mtu yoyote huo uchawi illa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana hata kama kweli wameroga ukapatwa wewe na huo uchawi, basi fahamu Allah alitaka wewe upatwe. Lakini kadhalika kama Allah subhanahu wa ta'ala hajataka wewe upatwe na huo uchawi, basi hata wakifanya nini hao wachawi, uchawi wao hauwezi kukufika. Na tunaingia katika hadithi yote hii, bado inaelezewa jambo hili la uchawi. Wa an Aisha radhiyallahu anha, na kutoka kwa mama Aisha radhi za Allah subhanahu wa ta'ala zimwendee, anna nabiy sallallahu alayhi wasallam, mama Aisha anasema hakika mtume sallallahu alayhi wasallam suhira, alipatwa na uchawi. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam suhira, alipatwa na haya maradhi ya sihri, alipatwa na uchawi kabisa. Hatta innahu la yukhayyalu ilayhi annahu yaf'alu shay'a wa ma yaf'aluhu, mpaka yani ule uchawi ambao alipatwa nao mtume, alirogwa. Na hii ni hakika, ni hadithi sahihi kabisa, hii hadithi sahihi kabisa, hii hadithi ambayo anaipokea Bukhari katika sahihi yake kwa nambari, anaipokea Bukhari na Muslim, ni hadithi sahihi ambayo ni muttafaqun alayh, anapokea Bukhari na Muslim. Mama Aisha anasema mtume sallallahu alaihi wasallam alipatwa na uchawi, alipatwa na haya maradhi ya uchawi, mpaka ikafika mahali yani akawa anaona kwamba amefanya jambo kumbe hajalifanya. Yani kwa namna alivyokuwa ule uchawi ulivyokuwa umemshika, na aliumwa sana mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wa annahu qala laha dhata yawmin, na mpaka siku moja mtume akawa anahadisia sasa baada ya kusha kupona. Nafikiri kisa hiki ni kirefu, kisa ni kirefu sana. Kwa wale ambao wanahitaji kukipata kisa kwa uzuri, watakwenda katika tafsiri ya Ibn Kathir katika alivyozifasiri ama maelezo ya kufasiri hizi sura mbili, suratul Falaq na suratul Nas. Pale ndio kuna maelezo kabisa kwa nini pia hizi sura zilishuka. Kwa hivyo kuna wale ambao ni Waislamu lakini wanasema hapana, mtume hakurogwa. La, sisi tunaamini mtume sallallahu alaihi wasallam alipatwa na haya maradhi, alirogwa, alipatwa na uchawi. Na hii pia ni katika kuthibitisha ule ubinadamu wake mtume sallallahu alaihi wasallam. Na pia vile vile sio kama Allah alikuwa anashindwa kuzuia asipatwe, la, alikuwa anaweza kuzuia, lakini aliachilia iwe ni kama mtihani
kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia vile vile ndio ikawa pia ni sababu ya kuteremka kama tutavyoona hapa mbele. Baada ya kusha kupona mtume akawa anawaambia watu, anawaambia kipindi akiwa anaumwa yeye, anasema ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, atani malakani, walinijia mimi malaika wawili, walishuka direct kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Malaika wawili waliteremka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fajalasa ahaduhuma inda ra'si wal akharu inda rijliya, mmoja wao kati ya hawa malaika akawa amekaa katika kichwa changu juu, yani katika kichwa changu, na mwingine akawa amekaa upande wa miguuni. Yani mtume akiwa amelala hivi, amelala katika firash, katika ile tandiko lake amelala. Wale malaika wawili waliposhuka, mmoja akawa amekaa huku upande wa kichwa chake na mwingine akawa amekaa huku upande wa miguuni, katika miguu yake huku chini. Kisha wale malaika wakaanza kuulizana maswali. Sasa baada ya kufika pale, wale malaika wakaanza kuulizana maswali. Faqala, mmoja akasema kumuuliza mwingine, ma waja'a ar-rajul, yani huyu mtu anaumwa na nini, ama amepatwa na nini huyu mtu, amepatwa na nini? Malaika wanaulizana. Qala, mmoja akamjibu yule aliyemuuliza, matububun, huyu mtu amefanyiwa sihri, amepatwa na maradhi ya sihri. Qala, akasema yule mwingine, wama tabbahu, na ni nini hiyo, yani waman, ni nani ambaye amemfanyia hivi, nani ambaye amemfanyia hii sihri? Baada ya kushakujua kwamba huyu amefanyiwa sihri, kisha akamuuliza, nani aliyemfanyia hii sihri, ama nani aliyemfanyia huu uchawi? Qala Labid ibn al-A'sam, akasema ni huyu Labid ibn al-A'sam, ambaye huyu alikuwa ni mtumishi wake mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama ninavyosema, hiki kisa ni kirefu, hapa kimefanywa kwa kukatwa tu, ili kwa sababu muda pia nao hauruhusu, lakini tukipata wakati zaidi mzuri tutakuja kueleza hiki kisa kwa urefu wake. Kwa hivyo malaika akasema mfanyakazi wake ndiye aliyehusika. Na ilikuwaje basi mpaka akapatwa na hii? Anasema fi mushtin wa mishatatin, kupitia chana lake la nywele, yani kupitia nywele zake na kupitia lile chana lake la nywele. Kule mfanyakazi aliagizwa, na mwanamama huko alikuwa ni mchawi sana, alimwagiza huyu mfanyakazi, akamwambia, wewe bana, ukijitahidi ukiona mchana mtume nywele, basi hakikisha unatuletea zile nywele zake, na pia vile vile lile chana ambalo ametumia mtume kuchania nywele zake tuletee pia lile chana, tuna kazi nalo. Kwa hivyo ndivyo ilivyofanyika hiyo. Kisha baada ya hapo zikachukuliwa zile nywele za mtume pamoja na lile chana, likapelekwa kwa huyo mwanamama aliyekuwa mchawi sana kipindi hiko. Kisha zikafanyiwa mambo ya kufanyiwa katika sihri, katika uchawi, kisha zikafungwa kama malaika hapo wanavyoelezea, fi jufi tal'ati dhakarin, ukawa umepelekwa ukaenda ukafungwa katika ganda la mtende dume. Nafikiri katika miti tunafahamu kuna miti ya kike, kuna miti ya dume pia, ile ambayo haizai. Sasa hivi vitu vya mtume vilivyochukuliwa vikaenda vikafungwa katika nini, katika ganda la mtende ambao ni dume. Kisha baada ya hapo vikaenda vikazikwa fi bi'ri Dharwan, vikaenda vikazikwa katika kisima cha Dharwan, vikaenda vikazikwa hivi kama kisa kinavyoelezea kwa urefu wake. Yalifungwa mafundo 11, yalifungwa mafundo 11. Kisha baada ya hapo yakaenda yakafukiwa, yakahifadhiwa katika nini, katika kisima cha Dharwan, yakaenda yakahifadhiwa hapo hivi vifungo 11. Kisha baada ya hapo wale malaika, kisa ni kirefu kinaendelea, ndipo sasa zikateremka hizi nini, sura mbili hizi, qul a'udhu birabbil falaq wa qul a'udhu birabbin nas. Kama tunavyofahamu hizi sura zote mbili ukizichukua ukiziangalia zote ziko na aya 11. Suratul falaq iko na aya 5 na suratul nas iko na aya 6, jumla aya 11. Hizi ndizo zilikuwa sababu ya kumponya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kutokana na yale maradhi ya sihri aliyokuwa nayo. Naam, tunathibitisha kwamba mtume alipatwa na haya maradhi ya sihri, na pia ndio ilikuwa sababu ya kuteremka hizi sura mbili, zikajulikaniwa ama zikafahamika kwamba ni sura al-muawwidhataini ama muawwidhatani, sura ambazo ni kinga mbili za kuweza kumkinga Muislamu. Fikiri tunafahamiana, tunakwenda pamoja katika nukta hiyo. Naam.
aya ambayo aliiweka hapa katika huu mlango, qala wa qawli llahi ta'ala, anasema Sheikh al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, wa qawli llahi ta'ala, na tukienda katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Allah, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Suratul Baqara aya ya 102, katika ile aya ndefu pale, wattaba'u ma tatlu shayatin walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika wanajua ya kwamba hicho kitu walichokichagua, aliyechagua hayo, bimaana inakusudiwa nini? Aliyeuchagua uchawi ama aliyeununua uchawi akauchagua uchawi, anafahamu, yani huyu mchawi ambaye anao huu uchawi, anautumia huu uchawi, akauchagua huu uchawi, anafahamu ma lahu fil akhirati min khalaq, hana chochote akhira, hana fungu lolote lile mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani anafahamu kabisa huyu mchawi, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mchawi anafahamu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hana fungu lolote lile, yani tayari shamaliza habari yake hapa duniani. Akifa huko mbele ya Allah hana chochote, na yuko tayari, alisharidhika tayari, hata kifa akienda kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala yuko tayari. Katika maelezo, na tutaangalia maelezo ya pande zote mbili, maelezo ya katika kitabu hiki Al-Mulakhasu pamoja na katika hii Fathu Al-Majid. Anasema hapa Al-Allama Al-Fawzani hafidhahullah, walaqad alimu ay alima al-yahud alladhina istabdalu as-sihra an mutaba'ati ar-rusul. Mayahudi wanajua kipindi hiko, Mayahudi walikuwa wanafahamu, bimaana wale ambao waliobadilisha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, yani walipoletewa mitume wa Allah, wakaletewa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala ili wazifuate, wao wakabadilisha, wakaamua kufuata nini? Wakaamua kufuata uchawi. Kwa hivyo wanafahamu, kwanza walikuwa wanafahamu kwamba sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ni hii, mitume wa Allah ni hawa, na wao wanatakiwa kuwafuata, lakini istabdalu, wakabadilisha, badala ya kufuata mitume istabdalu sihra an mutaba'ati ar-rusul, wakabadilisha sasa wakawa wanafuata uchawi badala ya kufuata nini? Badala ya kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanafahamu laman ishtarahu ay radiya bisihri, wale walioridhika wakauridhia uchawi, iwadan an shar'i Allah, kinyume na kuridhia sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala wa dinihi, na dini yake, ma lahu fil akhirati min khalaq. Min khalaq ay min nasib. Wanafahamu kabisa hawa watu hawana chochote wao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawana fungu lolote lile mbele ya Allah. Washapoteza, kama yani washakubali tayari kwamba sisi hata tukifa tukaadhibiwe tu, lakini washaridhia wao kuwa ni wachawi ama kuwa na ilmu hii ya uchawi, wakaona tayari inawatosheleza wao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wameshajikatia tamaa. Tukirudi katika sharhi hapa nyingine katika kuifasiri hii aya, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma, anasema Ibn Abbas huyu sahaba, ma lahu fil akhirati min khalaq ay min nasibin, yani hawana fungu lolote lile mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Qatada, anasema Qatada, waqad alima ahlul kitab fima uhida ilayhim, watu wa ahlul kitab wanafahamu, yani ahlul kitab wanafahamu, hata hao wachawi yani wanafahamu yale waliwahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, waliopewa ahadi kwa Allah, wanafahamu anna sahira la khalaqa lahu fil akhirah, chawi pia naye pia anafahamu hakika hana fungu lolote lile mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala al-Hasan, na anasema al-Hasan, laysa lahu dinun, yani bimaana anafahamu kabisa kwamba yeye hana dini, yupo tu. Hata ukimuona kitu tutaangalia hapa mbele, hata ukimuona anafanya ibada, anaswali, anafunga, sijui anafanya nini, kwanza wao wenyewe wanasema, kuna moja pia, kuna clip moja na nakumbuka nilishawahi kuona moja katika hizi nchi za Kiarabu, sidhani kama jina laweza kunijia vizuri, ima itakuwa ni Saudia ama ni wapi. Kuna moja katika wachawi ambaye alikuwa amekamatwa
alikwenda kufanya kazi katika mahala, akawa alikamatwa, na sababu ya kukamatwa kwake ni baada ya kuna mtoto, na hii ni Allah subhanahu wa ta'ala alipanga akamatike huyu mchawi. Kuna mtoto ambaye aliingia kule kwake akakuta kuna kikapu ama kuna mkoba, nafikiri ni kikapu, naam ni kikapu kile. Alivyokuta yule mtoto kuna kile kikapu, akawa amekichukua, amekibeba kile kikapu, yeye hajui nini, akawa ametoka nacho nje huko anakimbia, mara kikao kimedondoka. Baada ya kudondoka kukaonekaniwa kule kuna aya za Qur'ani, yani kuna karatasi za mushaf, kuna karatasi za mushaf haliyakuwa zimejaa damu. Baada ya kuona hali kama hili, wale watu wakashtuka, yani kuna karatasi zimechanwa, yani mushaf Qur'ani imechanwa, alafu iko kwenye ile kikapu, alafu ziko na damu nyingi. Baada ya kuona vile, ikabidi sasa akamatwe yule mtu, kuulizwa, ndo wakasema bana yeye ni mchawi, na ikabainika kuwa ni mchawi. Sasa kuulizwa, wewe na hii Qur'ani vipi? Anasema wao katika masharti waliopewa, miongoni mwa masharti ili wawe ni wachawi, kwanza yani akiwa katika zile siku zake zile haidh, achukue ile mushaf ama achukue ile Qur'ani, afanye kama pedi yake yeye, atumie kama ni kuifuta ile damu ama kuipangusa, ama aweke pale kama vile ile pedi namna ilivyokuwa. Yani ndio wanavyofanya hivi wachawi, na wanafahamu, yani wao wanafahamu kabisa kwamba hii ndio haki, lakini wakaamua kuipinga. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Kwa hivyo hayo ni baadhi ya mambo wanayoyafanya. Mwingine pia alishawahi kukamatwa, nafikiri hiyo klipu pia ninayo, niliitafuta mpaka nikaipata, nitaiposti inshallah. Akawa anaulizwa yeye, mpaka akawapeleka watu katika chumba chake, akakutwa kuna yani ameipanga misahafu pale katika toilet, yani chooni pale, chooni amepanga huku na huku, akitaka kujisaidia anaikanyaga, anapanda pale juu ya zile masahaf ama zile Qur'ani, anapanda pale juu, ndio sasa anajisaidia kama ni haja yake akitumia misahafu. Na akishamaliza anatumia zile karatasi zile za Qur'ani kama toilet paper kujipangusia na kujifutia. Ndivyo wanavyoifanya hii Qur'ani. Ndio maana wanajua kabisa kwamba hii ni haki, lakini wao wakaamua wasifuate hiyo, wafuate kitu kingine. Kadhalika vile vile hata hao wachawi mkiwaona, kuna wengine wanafahamika huyu ni mchawi. Kama unaona hata anaswali, anaingia kabisa msikitini, basi fahamu wanaswali na majanaba, wanaswali wachafu, si hawako tahara. Hata kama wana anachukua udhu, hachukui udhu, bali ananawa tu, aingie tu msikitini ili aweze kufanya hizo ibada zake. Kwa hivyo wachawi wanafahamu, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq min nasibin. Wanafahamu wao waliochagua hii uchawi badala ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, badala ya kufuata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanafahamu ya kwamba hakuna wanachokipata wao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawana fungu lolote. Fadallatil aya ala tahrimi sihri, hii aya ikawa imetoa dalili juu ya uharamu wa sihri. Wakadhalika huwa muharramun fi jamii adyani rusul alayhimus salam, na pia vile vile huu uchawi ni haramu, umeharamishwa katika dini zote za mitume alayhimus salam, kama qala ta'ala, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wala yuflihu as-sahiru haythu ata, na mchawi hatafanikiwa mahali popote pale atakapo kwenda ama mahali popote pale atakaposimamia. Mchawi hawezi kufanikiwa, hawezi kufaulu yani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad nassa ashabu Ahmad, na wametoa na imethibiti kwa watu wa Imamu Ahmad. Kisema Imam Ahmad hapa tunamkusudia Imam Ahmad bin Hanbal, wafuasi wa Imam Ahmad bin Hanbal, na ikiwa yeye mwenyewe pia Imam Ahmad bin Hanbal, wao wanakubaliana kwamba annahu yakfur, mchawi anakuwa ni kafiri, yani anakufuru bitaallumihi wa ta'limihi. Yani mtu akianza kujifunza hiyo ilmu ya uchawi ama akianza kuifundisha ilmu ya uchawi, moja kwa moja anakuwa ni nani? Anakuwa ni kafir, yani ameshakufuru tayari, moja kwa moja anakuwa ni kafir kwa kuifundisha hii ilmu ya uchawi ama kujifunza ilmu ya uchawi. Yakfur, anakuwa ni kafiri. Waruya Abdul Razzaq an Safwan ibn Sulaym qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na imepokelewa na anapokea Abdul Razzaq an Safwan ibn Sulaym anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ta'allama shay'an min as-sihri qalilan kana aw kathira kana akhiru ahdihi min Allah.
mtu yoyote yule ambaye, hadi maneno ya Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema, yule mtu ambaye atakayejifunza chochote katika uchawi, ima itakuwa ni kidogo au ni kingi, kana akhiru ahdihi min Allah, huo ndio utakuwa mwisho wake ama mwisho wa ahadi yake yeye na Allah. Manake hapo ndio tayari ameshakata uhusiano wake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala. Ingawa hapo baadhi ya wanazuoni wanasema kwamba hii hadithi ni hadithi dhaif, lakini ala kulli hali ni hadithi ambayo al-allama Sheikh al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab ameweka hapa katika kuelezea, na yote hii inaweza kutumika katika kuwaonya watu kunako jambo hili. Naam, tukija sasa katika, je, huyu mtu ambaye ni mchawi ni kafiri moja kwa moja ama si kafiri moja kwa moja? Manake hapa tumeona tu nasi moja hii ya ashabu Ahmad, hapa watu wa Imamu Ahmad bin Hanbal, wao wanasema kwamba huyu mtu akishakuwa ni mchawi, yani kile kitendo cha kujifunza tu elimu ya uchawi moja kwa moja yakfur, yani tayari anaingia, anakufuru, anakuwa ni kafiri huyu moja kwa moja. Au kuwafundisha watu elimu ya uchawi, mtu kujifunza ama yule anayewafundisha watu, moja kwa moja anaingia katika ukafiri. Sasa vipi, je, huu ni kafiri moja kwa moja kwa mujibu wa wanazuoni wote? Tukienda katika mimbabi amanati alilm, waqad ikhtalafu, na pia watu wamekhtalafiana, hal yakfuru sahiru au la, je, mchawi anakuwa ni kafiri moja kwa moja au la? Fadhahaba ta'ifatun min as-salaf ila annahu yakfur. Kwa hivyo kundi moja ambalo ni kundi kubwa hili katika wanazuoni wa salaf, tukisema salaf maana yake ni salafi salih, waja wema waliotangulia katika wanazuoni, wao wakachukulia ama wao wakaenda na kauli hii ya kwamba yeye huyu mtu anakuwa ni kafiri. Wabihi qala Malik wa Abu Hanifa wa Ahmad, na hii kauli ndani yake amesema Imamu Malik kwamba huyu mtu mchawi ni kafiri. Abu Hanifa pia anasema huyu mchawi ni kafiri, na Ahmad bin Hanbal pia. Wote hawa rahimahumullah, wote wanakubaliana ya kwamba mchawi ni kafiri. Qala ashabuhum, watu wa Imam Ahmad wanasema, illa an yakuna sihruhu biadwiyatin wa tadkhinun wa saqin shay'in la yadurru fala yakfur. Ikiwa huyu mchawi ule uchawi wake anaofanya ama yale mambo yake anayoyafanya ni kwa kumpa mtu dawa, kumpatia mtu dawa, mpatia mtu dawa anywe, kwamba mtu anakuja ana tatizo, labda anaumwa na tumbo ama ana tatizo la kadha wa kadha, akaja kwa wewe akakuelezea, ukampa dawa, ukamwambia bana, kuna dawa hii kunywa. Ama mtu ako na matatizo mengine ukamfanyia tadkhin. Tadkhin ni ile tiba ya kufukiza ama ya fusho, kama tunavyoona. Hata kuna baadhi kipindi kile cha corona watu waliambiwa wajifukize, unachoma kama sijui ni majani gani, alafu kisha unajifukizia ule moshi unakupata wewe, inakuwa ni sababu ya tiba. Au kumnywesha mtu kitu ambacho kitakuwa la yadhuru, hakina madhara, basi huyu ni mtu ambaye fala yakfuru, yani haingii katika ukafiri huyu, wala hahesabiwi kuwa ni kafiri. Na huyu pia vile vile wala hahesabiwi kuwa ni mchawi, bali huyu atakuwa ni mtabibu, mtu ambaye anatoa tiba kama wanavyotoa tiba wale watu wengine. Waqala Shafi'i, na anasema al-Imam Shafi'i, idha ta'allama sihra qulna lahu sif lana sihrak fa in wasafa ma yujibu al-kufra mithla ma i'tadahu ahlu al-Babil min at-taqarrub ila al-kawakib as-sab'a wa annaha taf'al ma yaltamisu minha fa huwa kafir. Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala anasema, mtu pina anapofanya mambo ya uchawi na akafahamika kwamba huyu mtu ni mchawi, ama ikasikikana kwamba huyu mtu ni mchawi, labda anafanya mambo ya kichawi, ako na sihri anaifanya, qulna nahu, yani qulna nahu huwa tukamwambia, tukasema sisi kumwambia, siflana sihrak, tuambie, tuelezee uchawi wako wewe uko vipi, namna gani uko huu uchawi wako. Sema tunapoyaona kwamba ule uchawi wake ambao anaufanya, fa in wasafa ma yujibu al-kufra, akituoneshea sisi katika ule uchawi wake yale mambo ambayo yanamwajibishia yeye kuingia katika ukafiri. Mfano wale ambao wana itikadi katika wale watu wa Babeli ambao wanajikurubisha kwa nyota mbinguni huko, na wanaofanya mambo tofauti na hayo katika mambo ya uchawi, wa annaha taf'alu ma yaltamisu minha, na wakawa wanafanya mambo ambayo yanafungamana na uchawi kabisa, fa huwa kafir, basi mtu huyo moja kwa moja anakuwa ni kafir.
Wa in kana la yujibu al-kufra, na ikiwa huyo mtu yale mambo anayofanya haimwajibishie kukufuru, basi hawezi kukufurishwa. Mathalan kama tulivyotoa, yani mtu yeye labda akajulikaniwa labda huyu ni mchawi, lakini baada ya kuangaliwa yale mambo anayofanya ikaonekaniwa ni mambo ambayo katika tiba, ima anawapa watu dawa, mtu anakuja na muelezea kwamba mimi niko na shida, labda naumwa na tumbo, ama mimi labda naumwa na tumbo, ama mimi labda katika yale mambo ya wanawake. Sana sana wanawake hawa ndio huwa katumbukia sana katika janga hili la ushirikina. Allah subhanahu wa ta'ala waongoze na wahifadhi kulingana na yale mambo wanayopitia. Muda mwingine kuta labda mwanamama ama mwanamke hapati siku zake, mwaka mzima unaisha, ama mwanamke hapati ndoa, haolewi, ama mwanamke ameshaolewa lakini hapati mtoto, naangaika kutafuta mtoto na nini. Akamwendea mtu, yule mtu akamwambia bana, mimi na shida kadha wa kadha, nahitaji mtoto ama nahitaji kadha wa kadha. Yule mtu akamwambia kuna dawa hii, kunywa, labda kulingana na tatizo lake wewe, labda hupati mtoto, labda kuna hormone kadha wa kadha, chukua dawa hii kunywa. Hili ni jambo ambalo linafaa kisheria, wala hakuna ubaya katika hili. Lakini tofauti unamuendea mtu unamueleza shida yako, ama mimi niko na tatizo labda sipati mtoto, anakuambia nenda mahali fulani niletee udongo fulani, ukishafika hivi mara peleka pale, weka chini ya mto, ama mumeo mfanyie yale mambo ambayo hata wewe mwenyewe ukiangalia, mbona hii inahusiana vipi? Yani mimi na tatizo lingine, alafu naambiwa sijui nipeleke kuku mwekundu, ama naambiwa nipeleke sijui mbuzi, ama naambiwa sijui nikachukue udongo baharini, ama nikachukue sijui maji ya wapi, alafu nipeleke wapi? Yani mambo ambayo hayana mafungamano. Hii sasa moja kwa moja inaingia katika uchawi. Waqala samahu Allahu kufran fi qawlihi, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema hapa, Allah subhanahu wa ta'ala ameita hili jambo la sihri kuwa ni kufur. Yani mtu atakapojihusisha na haya mambo moja kwa moja anakuwa ni kafir. Waliosema kwamba ni kafiri wametumia dalili ya aya hii, maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala yaliyopo katika Qur'ani suratul Baqara. Allah anasema inma, katika kuelezea ile aya ndefu, wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Suleiman wama kafara Suleiman walakinna ash-shayatina kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr. Hapa kuna watu wale ambao wanatumia mambo yao ya uchawi, wanaotumia majini, wanaotumia. Kuna mmoja nishawahi kumsikia mimi, nishawahi kumuona pia, yule anajiitaga Sharifu Nuru. Yeye anasema anatumia majini. Ukimuuliza dalili kwa nini wanatumia majini, anasema Nabii Suleiman alikuwa akiwatumia majini. Sasa wewe ni Nabii Suleiman? Nabiiullah Suleiman alayhi salam alipewa hiyo nguvu na Allah subhanahu wa ta'ala. Huo uwezo alipewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe umepewa na nani huo uwezo wa kuwatumia majini? Paka watu wengine wakaona basi hata Suleiman alikuwa ni mchawi. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa akiwatumia majini akiwaendesha? La, kwa sababu ile yeye alipewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wama kafara Suleiman, wala Suleiman yeye hakukufuru wala hakuwa ni mchawi, walakinna shayatina kafaru, lakini mashaitani wale majini wabaya, mashaitani wale ndio waliokufuru. Kwa sababu wale walikufuru, yuallimuna an-nasa as-sihr, walikuwa wakiwafundisha watu nini? Uchawi. Aya hiyo pia inaendelea, ndani yake pia utakutana na maneno yanasema inma nahnu fitnatun fala takfur, inma nahnu fitnatun fala takfur, hakika sisi ni fitna, ni mtihani, msikufuru. Ya kuonesha kwamba ni nini? Ni ukafiri, yani uchawi ni ukafiri. Wadhālika annahuma alima alkhayra wash-sharra wal-kufra wal-iman fa'arafa anna as-sihra min al-kufr. Walifahamu hawa wachawi walioingia katika uchawi, walikuwa wanafahamu hakika jambo hilo, walikuwa wanafahamu alima alkhayra wash-sharra, walikuwa wanafahamu khairi na shari, wal-kufra wal-iman, walikuwa wanafahamu kafiri na iman. Fa'arafa anna as-sihra min al-kufr, na wakafahamu hakika ya uchawi ni katika ukafiri. Uchawi ni katika nini? Ni katika ukafiri. Kwa hivyo mtu atakayejishughulisha na mambo ya uchawi ni katika, anakuwa katika makafiri, hata kama utamuona ataonekaniwa ni Muislamu. Na licha ya hayo, yeye mwenyewe anafahamu haki iko wapi, batili iko wapi, lakini mwenyewe akaamua kufuata matamanio ya nafsi yake, akaingia katika mambo hayo ya sihri na uchawi, wal iyad billah.
anafahamu kabisa kwamba mimi hapa namkufuru Allah. Kama tunavyoona, hayo ni baadhi tu, hayo ambayo nimeyataja ni baadhi tu, lakini kuna mengi mabaya, mengi machafu sana wachawi wanayoyafanya, wal billah. Katika hakuna watu ambao wanaongoza kwa uzinifu kama wachawi. Hakuna watu wanaongoza kwa kufanya zina kama wachawi. Kwanza huwa wako uchi, kama tunavyofahamu, kama tumewahi kusikia tu, tunasikia tu, hili ni kweli. Tena ni kwa maneno yao wenyewe, huwa wakathibitisha hilo. Wanakuwa wakitembea uchi tu huko usiku, wakikutana katika vilenge vyao, wanaita sijui vilingeni, wanakuwa wako uchi. Jambo ambalo linafanyika sana huko ni nini? Ni uzinifu tu wa kizini huko, wal billah. Kwa hivyo mambo hayo wanayofanya na mengineyo mengi ambayo hasa yanapelekea mtu katika kufur, kama tulivyopata kufahamu na kuona dalili kwa mujibu wa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na wanazuoni kina Imamu Malik, Imamu Abu Hanifa, Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Mchawi anaingia katika, yani mchawi amekufuru tayari, mchawi amekufuru tayari moja kwa moja. Na tukiendelea hapa, aya nyingine ambayo aniweka hapa al-Allama Sheikh al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, qala wa qawlihi, anasema na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, yu'minuna bil jibti wat taghut, wanaamini aljibt. Qala Umar aljibtu as-sihru, nasema Umar ibn al-Khattab, wanaamini uchawi, wat-taghut ash-shaytan, wanaamini uchawi na mashaytan. Hii aya ipo katika suratu An-Nisa aya nambari 51. Kuna watu ambao wanaamini uchawi na wanamwamini shaytan. Waqala Jabir, na anasema Jabir radiyallahu anhu, at-tawaghut ama matawaghut kuhanun, ni makuhani, kana yanzilu alayhim ash-shaytanu fi kulli hayyin wahidin. Kuhani ambaye alikuwa akiteremkiwa na shetani, alikuwa akiteremkiwa na wale majini wabaya, wale mashaitani wabaya, kuna katika kabila, katika kila kabila moja. Nafikiri katika darasa iliyopita tulishawahi kusoma hapa tukielezea kunako malaika, pamoja na kazi zao na utukufu wao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tulipata kuona kipengele kinachoelezea kuna mashaitani, kuna majini wale wabaya ambao huwa wakaenda kuiba habari huko juu, wakaenda kuchukua habari huko juu huko, wanaenda wanasikiliza kuna kitu gani huku kimetolewa, ama kuna amri gani, kesho kuna nini kitatokea. Sasa wale mashaitani wabaya huwa wakateremka na lile neno, wakitokea wamelipata lile neno moja, huwa wakateremka nalo moja kwa moja mpaka wapi? Mpaka katika kuhani huyu, katika huyu kuhani huwa wakateremka nalo moja kwa moja na kumletea habari kwamba Naam, tunaendelea. Tulishawahi kusoma huko nyuma kunako habari za wale mashayatini wale wabaya ambao huwa kazi yao ni kwenda juu kusikiliza kwamba kuna amri gani imetolewa huko, kuna jambo gani lipo ambalo litatokea huko. Wakishapata hizi habari moja kwa moja huwa wakaziteremsha kwa makuhani huko duniani ambao wapo, wakapokea zile habari, kisha wakaziongezea na uongo wao mwingine mwingi, uongo, yani neno moja tu wakalipata likaongezewa uongo mkubwa na mkubwa. Kisha
huwatokezea watu na kuwaambia, jamani, kesho kutatokea kadha wa kadha wa kadha, ama mwaka huu kutakuwa na hivi na hivi na hivi na hivi. Neno moja tu huwa ndio la kuwa la kweli, lakini yale mengine yote ni ya uongo. Na mtihani namna ulivyo kwa watu, lile neno moja ambalo atakalolisema yule kuhani akalipatia, yale mengine yote hata kama yatakuwa ni ya uongo hayajatokea, lakini watamuamini na kumsadikisha kwamba kweli bana alisema itatokea, na muone kweli imetokea. Kumbe ni habari ama umbea mwenye ameletewa na huyu shetani, huyu ibilisi mwenye kuiba, kwenda kuiba huko hizo habari huko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayukadhibuna mi'ata, kama ilivyokuja katika hadithi. Yani ile neno akishalipata anaanza kulitolea uongo, anaongezea uongo, anaongezea chumvi hapo ndani yake. Kwa hivyo wapo watu wanaamini haya, wapo watu wanaamini, kazi yao ni hivyo, ni kuamini uchawi na kuamini hawa mashaitani, hawa matawaghuti hawa ambao ni makuhani wenye kuwatabiria mambo. Ndio utakuta leo hii mtu akitaka kuingia, yani leo hii mtu hafanyi chochote mpaka amuulize mtaalamu wake, bana mimi nataka nisafiri, hebu niangalizie siku gani nzuri mimi naweza kusafiri, siku ambayo haina mkosi. Huu ni ushirikina. Hakuna siku yenye mkosi ndugu zangu katika ulimwengu. Mtu anataka kuingia katika ndoa, anaenda kwa mtaalamu wake, hebu niangalizie mimi huyu mtu vipi, tunaendana nyota yangu vipi na yake. Na yule mtaalamu alivyokuwa sasa ni mtaalamu kweli wa kutapeli na kupiga pesa, hebu nitumie majina yake, jina lako wewe ni na yeye jina lake, tafuta jina la mama yake, lete hapa tumuangalie. Na ni wataalamu kweli wa kutapeli na kupiga pesa za watu. Unaangaliwa pale vya uongo na kweli, mwisho unapewa majibu, huyu mtu bana hakufai, ama huyu mtu anakufaa lakini fanya kadha wa kadha, usikubali, unapewa chukua hii dawa fanye. Yani yote hii unaingia katika kupigwa pesa na kutapeliwa, wal billah. Kwa hivyo wapo hawa makuhani ambao walikuwa wakiteremkiwa na mashaitani, ukipewa habari na hilo jambo kama anavyoeleza hapa, wakadhalika kana al-amru qabla mab'ath an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Jambo hilo lilikuwa sana, makuhani wakifanya hivyo sana kabla ya kutumilizwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa abatala Allahu dhalika bilislam, Allah subhanahu wa ta'ala kalibatilisha jambo hilo na ikawa halifai kupitia nini? Kupitia Uislamu. Haifai sisi tukwenda kuna makuhani tunawaamini, tunawasikiliza, tunachukua habari zao wakituambia. Pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala, wa hurisatis samaa'u bikathrati shuhab, Allah subhanahu wa ta'ala akawa ameiwekea nini? Ameiwekea kinga ile mbingu kwa kuweka vimondo vingi sana huko. Nafikiri tulisoma pia katika darasa iliyopita, wale mashaitani wanaokwenda huko wanakutana na zile shooting star, zipo maalum kwa ajili yao. Akionekana amekaribia tu huko, kuna shooting star ile pap na piga anashuka chini, fa atba'ahu shihabun, kama tunavyopata katika aya Allah subhanahu wa ta'ala anavyoelezea. Hata wao wenyewe majini wanasema, wanalithibitisha hilo. Tukisoma katika suratul jinni, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Wao majini wanasema, tulikuwa mwanzo tukienda tukikaa huko, tukipanda huko juu mbinguni, tunakwenda kusikiliza habari gani pameongelewa, kuna kitu gani, lakini faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada, atakayekwenda sasa hivi huko, wanaambizana wao wenyewe majini wanasema, jamani, atakayekwenda sasa hivi huko afahamu atakutana na kimondo, kuna shooting stars zipo huko, kazi yao ndio hivyo, na ikimpata basi huyo ameangamia, yani ameisha kabisa, moja kwa moja anakufa, anasambaratika. Na tunazionaga huku leo duniani, usiku umekaa zako unaangalia juu, mara unaona nyota ile mara imezima, yani imepita kama moto fap, mara imezima. Fahamu hapo tayari kuna mmoja yuko down, yani kuna jini mmoja tayari yuko chini, ameshashushwa. Shetani huyo ameshashushwa, alikuwa anaenda juu kuchukua umbea huko juu, ameshakutana na hiyo shooting star, tayari ameshapigwa, yuko chini. Na ile kuna itikadi mbovu sana watu wanakuaga nazo, wakiona zile ama wanahisi nini, ama hakuna ile udhibiti maneno ya kutamka ama kitu cha kuomba ama kitu cha kufanya. Si zamani ilikuwa tukiona zile tunaambiwa, umeona ile nyota, make a wish, una wish nini, weka nani wish yako hapa, itatokea, itakuwa kweli. Ni uongo, hakuna wish yoyote hapo, hamna cha ku make a wish, ni uongo mtupu. Ukiona hiyo wewe fahamu tu Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ameweka
kama ni ulinzi wa kulinda nini, kulinda hao mashaitani wenye kwenda kuiba habari huko, wamewekewa hizo vimondo, shooting star hizo. Na Allah subhanahu wa ta'ala, hurisati samaa bikathrati shuhub. Allah subhanahu wa ta'ala akawa ameizungusha ile mbingu yake, ameiwekea ile mbingu yake kinga, ngao, kwa kukithirisha ama kwa kuweka kwa wingi sana hivi vimondo, kwa sababu ya hawa mashaitani ambao walikuwa wakienda huko juu kuchukua habari na kisha kuwaletea makuhani wao huku katika ardhi. Nafikiri tunafahamiana kwa uzuri, naeleweka kwa uzuri Kwa hivyo aya hii ya kwanza, aya hizi mbili, aya ya kwanza ilikuwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Hao wanajua, kwa hakika wanafahamu na wanajua kabisa walioamua kuchagua uchawi, wanafahamu kabisa walioamua kubadilisha wakachagua uchawi badala ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na kufuata mitume, ma lahu fil akhirati min khalaq, hawana chochote fungu lolote lile mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, huko akhira hawana fungu lolote. Kisha aya ya pili, yu'minuna biljibti wat-taghut, wanaamini uchawi. Aljibt ni uchawi kama anavyotuambia hapa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, aljibtu as-sihru wat-taghut ash-shaytan. Na anasema hapa Jabir, at-tawaghit kuhanun, matwaghut hapa miongoni mwa matwaghut ni wale makuhani. Fikiri tutaona huko mbele Sheikh al-Mujaddid ametuwekea hapa pia mlango mzima kabisa, mlango mzima wa kuzungumzia makuhani. Tutakutana nao huko mbele. Makuhani ni kina nani, wanafanya kazi gani, je nao ni kina nani? Maana kuna makuhani na kuna wachawi, lakini wote hawa wanaingia katika sampuli moja, wote ni wachawi. Lakini pia kuna huyu kuhani, naye tutakuja kumwangalia huyu ambaye pia naye watu huo wakaona huyu mbona, kwani huyu ana afadhali, lakini si anasema ukweli? Hasemi ukweli wowote, ni mrongo. Kuna habari ambazo naam wapo ambao wanapenya nazo, kama hadithi tulivyosoma ile ikielezea hao au mustariqu, hao waizi wenye kwenda kuiba huko juu. Ipo ile hadithi inaelezea wapo ambao wakafanikiwa kuchukua kabisa hizo habari huko, wakazileta huko kwa hawa makuhani. Na sio kwamba eti wamemzidi Allah ujanja, la. Na sio kwamba eti Allah anashindwa kuwazuia. Kwanza Allah alikuwa na uwezo wa kuwazuia kabisa, lakini Allah huwa akaacha kwa sababu ya mtihani. Yani kama ni mtihani kuja kupimwa sisi vipi tutawaamini hao, tutawasadikisha hao. Hakuna anayefahamu ghaibu isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kama leo hii tunavyoona, hakuna anayeweza kuwa na ilmu ya ghaib illa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hata mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ile ghaibu aliyokuwa nayo ni ile aliyofahamishwa na Allah. Yeye mwenyewe anathibitisha hilo katika Qur'ani, walau kuntu a'lamu al-ghaib lastakthartu min al-khairat. Mtume anasema lau kama mimi ningelikuwa najua ghaib ningelikithirisha sana khairi nyingi. Kwa hivyo ni yale tu aliyofahamishwa na Allah ndio alikuwa akiyafahamu. Kama tunavyofahamu kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akiwaona malaika, alimuona malaika Jibril, aliweza kwenda kabisa mpaka huko katika mbingu, aliweza kufahamishwa. Lakini sio kila kitu kama tunavyoona leo hii. Baadhi ya masufi wao wanaojua kwamba mtume anajua kila kitu, mpaka wakatengeneza ile kasida yao wakaita burda. Kasida ile ya burda katika kumsifu mtume wakachupa mipaka, wakafanya ghulu katika kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Min ulumika ilmu al-lawhi wal qalam, yani wakamwambia mtume, ya Rasulullah, katika elimu zako wewe ulizokuwa nazo ni ilmu ya lawhi na qalam. Yani wakamuona kwamba mtume ana elimu ya kila kitu anajua, mpaka huko katika mambo ya lawhi al-mahfudh kila kitu anajua. Na hii ni kuchupa mipaka katika kumsifu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. لا tunaendelea. المعنى الإجمالي للآيتين, معنى aya hizi mbili zote ijmalan. يقول تعالى, anasema hapa al-allama al-Fawzan hafidhahullah, يقول تعالى, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ولقد علم اليهود الذين استبدلوا السحر عن متابعة الرسل والإيمان بالله لمن استبدل السحر بكتاب الله متابعته ومتابعة رسله ما له من نصيب في الآخرة. حقيقة أهل الكتاب هم يهودي، ولما يهودي ambao waliobadilisha badala ya kufuata mitume na sheria ya Allah na kumwamini Allah, wakachagua uchawi
wakauchagua uchawi, wakauamini uchawi, wakautukuza uchawi badala ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, badala ya kufuata mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakaamua kufuata uchawi na sheria za kichawi. Wanafahamu malahu nasibun fil akhirah, hawana wao chochote, hawana wao fungu lolote, hawana kitu chochote huko akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil ayati thaniya, na katika aya ya pili, yukhbiru ta'ala 'anil yahud annahum yusaddiquna bil jibti alladhi minhu as-sihru, na Allah subhanahu wa ta'ala katoa habari katika hii aya ya pili, aya inayosema yu'minuna bil jibti wat taghut. Allah katoa habari kwamba kwa hao Mayahudi wao walikuwa wakiwasadikisha na kuamini jibt, ambao tumesema hapa kwa mujibu wa Umar, jibt ni as-sihr, uchawi. Kwa hivyo ni jambo ambalo Muislamu hafai kabisa kuwa nalo, wala hafai kuliamini, wala hafai hata kutamani kulijua, wala hafai kabisa kutamani kulifahamu. Eti na mimi nitamani na mimi eti nipotee kama wao wanavyopoteaga, au na ukatamani upae katika ungo, upae na wewe jua ngani, upae mwanga na wewe usitamani. Jambo ambalo hata usitamani katika moyo wako, wala hata kwa mzaa usije kufanya nalo mzaa, kwa sababu ni jambo ambalo ni baya sana. Wachawi ni maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi na shari zao. Munasabatul ayatayn lilbab, munasabu wa aya hizi mbili katika mlango, annahuma yadullani ala tahrimi sihri wa annahu min aljibt. Hizi aya mbili zote kwa pamoja tukiziangalia ni dalili juu ya uharamu wa sihri. Aya zote hizi mbili ni dalili juu ya uharamu wa nini? Wa sihri, kuonesha kwamba sihri ni haramun, uchawi ni jambo ambalo ni haramu. Na sio haramu tu, ni jambo ambalo pia linampelekea mtu katika ukafiri moja kwa moja. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama kafara Suleimanu walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr. Wale waliokufuru, sababu ile wapelekea kukufuru, yuallimuna an-nasa as-sihr, walikuwa wakiwafundisha watu uchawi. Uchawi unampelekea mtu katika kufuru. Ndugu zangu katika imani, uchawi ni jambo ambalo halitakikani. Ma yustafadu min al-ayatayn, faida tunazozipata katika hizi aya mbili. Faida ya kwanza, tahrimu sihr, kuharamishwa kwa sihri ni jambo ambalo ni la haram, na kama tulivyoelezea yale mambo machafu sana wanayofanya wachawi, wanafanya mambo machafu, mambo mabaya, mambo maovu, ikiwa ni katika kuwadhulumu watu. Yani mtu alikuwa na maisha yake tu mazuri, yeye na mume wake wanaelewana, wanapendana, lakini mchawi akiingia hapo katikati, yufarriquna baina al-mar'i wa zawji, anamfarakanisha. Mara ghafla wanakuwa hawaelewani, mume na mke, mara ghafla ngumi, mara talaka, mara sio hapo tu, mpaka katika kuwafarakanisha ndugu kwa ndugu, kuwatenganisha kabisa. Unaenda kwa mganga, wewe pengine unaumwa, umeenda kwa mganga, unaangaliziwa, unaambiwa mama yako, yani unagombanishwa sana na mama yako, ama ni nani yako, unaambiwa bana mama yako wewe ndo anakufanyia hivi, ama majini yamepanda. Na wala ndio maana ikawa yale majini yanayopanda tunahusia sana, usiyasikilize, ni waongo. Jini limepanda hapo, mtu anafanywa kisomo, jini limepanda, anaanza kupiga kelele ama anaanza kulia, mara anaanza kuongea, anasema bana mama yake ndo amenituma, mama la. Hizi ni katika mbinu zao za kuhakikisha wanaogombanisha watu, wanaofarakanisha watu wasielewane. Kwa hivyo msiyasikilize yale majini. Mbona amesema, kwa nini amesema? Huo ni uongo. Ndio kazi zao hao, kufarakanisha watu, kugombanisha watu, ndio kazi za wachawi na washirikina na wanga, waliaadhu billah. Ndio maana ikawa ni haramu kabisa hii mambo ya uchawi. Thania, faida ya pili, kufuru sahir, ukafiri wa huyu mchawi. Sasa ukafiri wa huyu mchawi, yani mtu akijihusisha katika mambo ya kichawi, moja kwa moja anaingia katika kufuru, anakuwa amekufuru. Na tukisema amekufuru, bi maana ametoka katika Uislamu, ametoka kabisa katika Uislamu, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thalithan, faida ya tatu, alwa'idu shadidu liman a'rada an kitabillah wastabdala bihi ghayrahu, maonyo makali ama makemeo makali
kwa yule ambaye mwenye kupuuzia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye kubadilisha akafata sheria nyingine isiyokuwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama tunavyoona hawa Mayahudi istabdalu as-sihra an mutaba'ati ar-rusul, walibadilisha wao, badala ya kufuata mitume wakafuata nini? Wakafuata uchawi. Ikawa ni sababu kwamba wao walikuwa wanajua na wanafahamu, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Tukaona hapa makemeo yao makali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawana chochote kile, hawana fungu lolote, hawana khairi yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'an, faida ya 4 na mwisho kwa siku ya leo, anna sihra min ash-shirki, sihri ni sehemu katika shirki, almunafi litawhid, yani sihri, uchawi ni sehemu katika shirki ambayo inakwenda kinyume na pingana na tauhid, li'annahu istikhdamu lishayatin wa ta'allaqun bihim, kwa sababu uchawi ni watu kuwatumia mashaitani, ni watu kuwatumia mashaitani, wa ta'allaqun bihim, na kujitundika kwao. أن السحر من الشرك المنافي للتوحيد لأنه استخدام للشياطين وتعلق بهم. Uchawi ni sehemu katika shirki ambayo inakwenda kinyume na tauhid, na ndio maana mchawi akawa ni kafir, kufuru sahir, anakuwa ni kafiri moja kwa moja kwa mujibu wa aya na kwa mujibu wa ulama, kama tulivyosoma hapa mwanzo. Huo tukaanza kutafuta aya kwanza, kisha tukaja katika ulama. Katika maulama ambao wanasema kwamba mchawi anakuwa ni kafiri moja kwa moja, akiwepo al-Imamu Malik pamoja na Imamu Abu Hanifa pamoja na Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Hao wote wanakubaliana ya kwamba wa ta'ifatun min as-salaf, na wengi kundi kubwa katika wanazuoni wa salafi salih, wema waliotangulia, wanakubaliana ya kwamba mchawi anaingia katika ukafiri. Naam, bila ya kupoteza muda, mimi nitaishia hapa kwa siku ya leo. Kesho biidhnillah ta'ala tutaingia katika hadithi, katika kuelezea mlango wetu huu tuliokuwa nao leo, mlango unaosema majaa fi sihri, yale yaliyokuja katika uchawi. Walillahi alhamdu, tumeona nini maana ya uchawi, uchawi ni kitu gani, tukaweza pia kuona kumbe hata mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alishawahi kupatwa na haya maradhi ya uchawi pamoja na hukumu yake. Hukumu yake ni ukafiri. Kesho biidhnillah tutakuja kuangalia kuna hadi ambayo mchawi yatakikana asimamishiwe, hadi hiyo kwa mujibu wa athar kama ilivyothibiti. Kuna hadi ambayo mchawi yatakikana asimamishiwe. Kama nikisema hadi mzinifu akizini takana kama hajaoa ama hajaolewa, hadi yake apigwe viboko 100. Akiwa katika ndoa afanywe nini? Apigwe mawe mpaka afe. Kadhalika kuna hadi ya mchawi. Mchawi kishabainika kwamba huyu ni mchawi, kama nchi inaendeshwa kwa sheria za Kiislamu, kuna hadi yake atakana isimamishwe. Na hadi gani hiyo? Biidhnillah itakuwa ni somo la kesho tena. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.